yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Yesu yote. Asante sana. Asante. Haya, ngoja tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu. Uweza wa kifalme uko mabegani mwako Yesu Kristo. Angalia Yesu kwa ajili ya tena watu wako Matumbi. Tunaomba neema yako Yesu ikawe pamoja nasi hapa. Na mimi nimesimama hapa kama mtumishi wako na kuwakilisha mbele ya kusanyiko hili, walioko hapa na wasiopo hapa. Baba, sauti ya maneno yako Mungu popote pale itakapofikia, naomba ikafanyike kwa wokovu kwa kila mmoja na kwangu pia. Baba, asante kwa ajili ya utukufu wako mwingi ulioko mahali hapa pia tena, katika jina la Yesu Kristo, na anga zima likasikia na kumtukuza Yesu Kristo mwenye uweza na nguvu zote, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi. Aya, ngoja nisome maneno yake. Nasoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka 17. Luka 13 mstari wa kwanza mpaka 17. Na wakati huo huo walikuwa watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akamwambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naje nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu, ukate. Mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, hapa alikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo udhaifu muda wa miaka 18. Muda wa miaka 18, naye imepindana, hawezi kujinyoosha kabisa. Hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akamwambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi, basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliyeoa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe? Haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye,
Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Haleluya! Huyu ni Yesu. Ndio maana tuna ujasiri wa kumtangaza. Huyu ni Yesu. Ndio maana tuna ujasiri wa kuhubiri habari zake, kwa sababu Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Mungu mwenye kusamehe dhambi. Yesu ni Mungu ambaye amekwenda kutuandalia makao kule mbinguni kwenye uzima wa milele. Kuna mahali fulani alisema kwenye Yohana 14:1 na kuendelea, sema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Nikiisha kuandaa nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Akaja huyu Yesu akahubiri habari za ufalme wa mbinguni. Wakati amewaambia wale watu wa dunia ile kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia, imekuja kuwaletea habari za ufalme wa mbinguni. Baada ya maisha haya hapa duniani, baada ya maisha haya hapa matumbi, kuna wakati ambao hutakuwepo matumbi. Kuna wakati ambao Bunju hutaiona. Kuna wakati ambao Mapinga hutaiona. Kuna wakati ambao Dar es Salaam wala Tanzania hutaiona. Kuna wakati ambao shangazi yako, baba yako, mama yako, mume wako, mke wako, watoto wako hautawaona. Utakwenda kwenye nchi nyingine ambayo hujawahi kuiona hata siku moja. Itakushangaza mambo utakayokutana nayo. Yesu akamwambia, kabla hamjafika huko, andaeni maisha yenu sasa hivi, ili mkienda katika nchi nyingine mkutane na wakati ambao ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuwa amehubiri hizo habari Yesu, wale watu wakajua huyu Yesu ni mtu mwenye haki. Kwa hiyo kama kuna watu wanafanya mambo ya udhalimu, mambo yasiyofaa, huyu ndio akuja kumweleza mwamuzi mwenye haki. Sasa kulikuwa kumetokea mtu mmoja, huyu Pilato alikuwa amechanganya damu ya wale wa Galilaya na dhabihu zao. Lilifanyika jambo la kikatili sana. Watu wanasema wewe ni katili, wanakusingizia tu. Watu wanasema wewe ni katili kwa sababu umefanya hiki au kile, wanakusingizia tu. Wapo watu makatili. Pilato alikuwa ni katili kuliko wewe, kuliko ukatili unaofanya. Ukatili wako wewe unaiga tu, unaigiza tu. Ukatili wako sio katili, ni unaiga tu. Unasema mimi katili, wewe unanijua mimi ni katili sana, naweza nikakufanya lolote. Wewe ni mwanafunzi tu. Walikuwepo watu makatili. Alikuwepo mtu mmoja, Pilato alikuwa ni katili sana. Alichukua damu ya wale wa Galilaya, halafu akachukua na dhabihu zao akazichanganya. Wale watu wakashangaa, wakaenda kwa mwamuzi mwenye haki Yesu, wakamwambia, Bwana, hebu angalia Pilato kitendo alichokifanya. Amechukua damu ya wale wa Galilaya akaichanganya na dhabihu zao. Akaambia, mnafikiri hao wa Galilaya ambao Pilato amechanganya damu yao na dhabihu zao, mnafikiri wako wenye dhambi kuliko wa Galilaya wote? Hapa msipotubu, hata nyinyi mlioletea hizi taarifa, msipotengeneza, hata nyinyi mlioletea hizi taarifa, na nyinyi mtaangamia hivyo hivyo. Maana mtakwenda na maji siku moja, mtakuwa hampo. Sasa ni afadhali hata afe mtu halafu akafika mahali pazuri, lakini inakuwa ni hatari, inakuwa ni jambo baya mwenye dhambi anapokufa. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu hafurahi kufa kwa mwenye dhambi. Unapokufa kwenye maisha ya dhambi, unapokwenda ni pabaya sana. Unakwenda katika jehanamu ya moto, unakwenda kwenye moto wa milele, kwenye kilio na kusaga meno. Sasa Yesu akasema, kuna sehemu nyingine anasema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa na mwasema roho, wakapata kupumzika. Akasema msipotubu hata nyinyi mtaangamia vile vile. Halafu wakamwambia tena habari nyingine. Kuna wakati mmoja, mnakumbuka mwezi wa ngapi mwaka huu, kuna ghorofa imeanguka pale Dar es Salaam Kariakoo pale, ikawaua watu ambao asubuhi na mapema wameaga wake zao, wameaga waume zao, wanakwenda kazini, wanafika pale wakakutana na kishindo cha ghorofa, wakaangukiwa, wakaangamia pale pale. Ndilo tukio ambalo lilitokea Siloamu. Leo tunayazungumza kwa sababu bado macho yako yanaona, miguu yako ina uwezo wa kutembea kutoka nyumbani kwako kuja kwenye mkutano, masikio yako yanasikia hizi habari. Mungu anasema heri leo. Kama ukisikia sauti, moyo wako usifanye kuwa mgumu. Wale watu wamefika pale kwenye lile ghorofa, taarifa wakaangukiwa na lile ghorofa, wakafa maiti pale. Ndio jambo lilitokea kule wapi?
Siloamu. Wakamwambia Yesu akamwambia, mnafikiri hata wale 10 lilianguka, ule mnara ulianguka ukawaua watu 18. Akasema msifikiri wale watu 18 kule Siloamu ambao waliangukiwa na ule mnara walikuwa na dhambi kuliko nyinyi. Usifikiri wale watu waliangukiwa na ghorofa pale Kariakoo walikuwa na dhambi kuliko wewe. Mungu anasema nimekupa muda ili utubu. Usipotubu naja kwako kama mwivi, nami nitakiondoa kinara chako mahali pake. Wakati wanashangaa pale, akawatolea mfano. Akasema nataka niwape mfano. Na Yesu alikuwa anazungumza na wale makutano kwa mfano, kwa sababu bila mfano walikuwa hawaelewi. Na mimi leo natamani nizungumze nao kwa mfano, kwa sababu utaelewa. Na kwa sababu Yesu anakupenda, leo ametutuma kwako, ndio maana tumekuletea habari njema. Haleluya! Yesu ni mwema sana. Alisimama hapa mtumishi wa Mungu akakwambia, mimi nilikuwa katika kufani, nilikuwa nimekufa, nimeenda katika maiti. Kama ni ule ubongo ulipoteza oksijeni kidogo pale, sijui kama nani ilikuwa hivyo, lakini anasema alichungulia kaburi. Lakini Yesu Kristo mkuu uzima, yeye ambaye ndiye ufufuo, akaja akamwambia, lini nitakufufua tena, nitakupa tena wakati mwingine ili wewe ukanitumikie. Leo Yesu anakupa nafasi ya kutubu ili upate nafasi ya kumtumikia. Leo ukimtumikia Yesu utakutana na heshima ya Yesu. Leo ukimtumikia Yesu atakubariki. Leo ukimtumikia Yesu atakuponya magonjwa yako. Leo ukimtumikia Yesu ataondoa umaskini wako. Leo ukimtumikia Yesu atakufariji. Leo ukimtumikia Yesu atakufuta machozi. Haleluya! Ndio umelia sana. Wakati unalia, Yesu alikuwa anahuzunika. Anasema huyu mtu nimemuumba kwa sura na mfano wangu. Kitu gani kinamtesa mtu huyu? Kumbe ni ndoa yako inaleta shida. Kitu gani kinamtesa mwanangu? Kumbe wewe ni mjasiriamali mzuri sana, lakini kila unapopambana unapata hela, hata ukigeukia huku hakuna kitu, ukigeukia huku hakuna kitu. Lakini Yesu leo atatengeneza maisha yako. Lakini Yesu leo atatengeneza maisha yako. Lakini Yesu leo atakubadilisha. Yesu tu, hakuna mwingine. Mungu anasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Hakuna jina jingine litupasalo sisi kuokolewa kwalo ila ni jina lake Yesu Kristo. Pia makofi alafu shangilia kwa Yesu Kristo. Jina lake Yesu tamu tukilisikia hutupoza tena hamu hutuondolea